Katika maendeleo ya uchumi kiungo mama ni sekta ya fedha, na hapa tu katika idara ambayo ndio inaendeleza sekta hii ya fedha hapa nchini kupitia Wizara ya Fedha hapa nchini, na mwenyeji wangu hapa katika idara hii ili aweze kutuambia katika, kama nilivyosema, katika Sabasaba hii ya Jubilee, Grace Samuel ni afisa usimamizi wa fedha mwandamizi katika idara hii. Kwanza nianze kukupa hongera kwa maonesho. Asante sana mtangazaji. Mwaka huu katika Jubilee hii mna nini katika idara, hasa uendelezaji wa sekta ya fedha? Ndugu mtangazaji, kama unavyofahamu, sekta ya fedha ni sekta muhimu sana katika kuwezesha wananchi kupata mitaji na kujikwamua kiuchumi. Vilevile ni sekta muhimu sana katika nchi kwa kuwa inachangia katika ukuaji wa uchumi wa nchi. Na kwa ufupi, sekta ya fedha nchini ina sekta ndogo 5: sekta ya benki, sekta ya bima, sekta ya hifadhi ya jamii, sekta ya masoko ya mitaji na dhamana, na sekta ya huduma ndogo za fedha. Kwa hiyo ili kuwezesha sekta hii kuwa imara, Wizara ya Fedha inaandaa sera, sheria na miongozo mbalimbali ambayo inawezesha utoaji wa huduma ambazo ni bora kwa wananchi. Miongoni mwa miongozo hii, Wizara ya Fedha iliandaa mpango mkuu wa maendeleo ya sekta ya fedha. Mpango huu unatekelezwa kwa miaka 10 hadi kufikia 2029-30. Na katika mpango mkuu huu, miongoni mwa malengo ambayo yapo katika mpango ule ni kuongeza ujumuishi wa masuala ya kifedha, kumlinda mtumiaji wa huduma za kifedha na kuongeza uelewa wa masuala ya kifedha kwa wananchi. Ili kutekeleza mpango huu, wizara iliandaa programu ya kutoa elimu ya fedha, na programu hii inatoa mwongozo wa namna gani wadau mbalimbali wa sekta ya fedha watatoa elimu ya fedha katika matukio mbalimbali ya kitaifa na kuwafikia wananchi katika hatua mbalimbali. Na matukio haya, mfano siku ya Sabasaba, hii ni sehemu mojawapo ya utekelezaji wa mpango mkuu huo, lakini vile vile tumekuwa tukitoa elimu ya fedha vijijini na kuwafikia wananchi katika maeneo yao vijijini na kuwapa elimu ya fedha. Na vile vile wizara inatekeleza wiki ya huduma ya kifedha kitaifa kila mwaka, ambao kupitia maonyesho yale tunakutana na wananchi wa makundi mbalimbali na kuwapa elimu ya fedha. Elimu ya fedha ambayo tunaitoa tunaitoa kupitia mwongozo maalum ambao tumeandaa. Kuna nyenzo ya kutoa elimu ya fedha. Nyenzo hii imeelezea masuala mbalimbali ya maeneo ya msingi ya kutoa elimu ya fedha kwa wananchi ili waweze kunufaika na huduma za kifedha. Maeneo hayo ni pamoja na usimamizi wa fedha binafsi, swala zima la kuweka akiba, ikipangwa kwa ajili ya maisha ya baadaye, uwekezaji na usimamizi wa mikopo. Ndugu mtangazaji, kama unavyofahamu kwamba swala zima la usimamizi wa fedha limekuwa ni changamoto kwa wananchi. Unakuta kweli wananchi wanapata fedha, lakini badala ya wao kuwanufaisha zinakuwa ni changamoto kwao. Kwa hiyo tunatoa elimu kwa maeneo ya kuandaa bajeti na kuzingatia bajeti ambazo wameziandaa. Lakini vile vile tunatoa elimu katika masuala mazima ya kuweka akiba. Waweke wapi akiba? Waweke akiba kwenye sehemu ambazo ziko rasmi zilizosajiliwa kisheria. Hii itasaidia wao kutoibiwa na kutonyadaiwa na wadanganyifu huko mtaani. Vile vile tunatoa elimu ya mikopo, tunatoa elimu ya usimamizi wa mikopo. Katika elimu hii tumekuwa changamoto kubwa za wananchi kukabiliwa na kutonufaika na huduma za mikopo nchini. Zipo na miundombinu mizuri ya kutolewa imeandaliwa na serikali. Kwa jina naitwa George Kilo, afisa msimamizi wa mali za serikali kutoka idara ya fedha. Katika maonyesho haya ya 50 tumekuja kutoa elimu kwa wananchi na taasisi za serikali kuhusiana na usimamizi bora wa mali za serikali. Katika maonyesho haya tunawakaribisha wananchi wote na taasisi zote kuja kujifunza kuhusiana na idara yetu, kuja kujifunza mifumo yetu na kuja kupata elimu kuhusiana na usimamizi bora wa mali. Kama idara inatoa miongozo mbalimbali ya usimamizi wa mali, pia tunatoa semina kwa taasisi zote za serikali kuhusiana na usimamizi wa mali ili kwamba kuwezesha serikali kuweza kufikia malengo yake. Kwamba tuna mfumo wetu wa GAMIS ambao ni mfumo ambao unamilikiwa na Wizara ya Fedha ikiwa chini ya idara yetu ya usimamizi wa mali. Mfumo huu
unatumika kwa ajili ya kusajili na kuhifadhi taarifa zote za mali za serikali Tanzania. Kwa hiyo tunahimiza taasisi zote za serikali kuweza kujisajili katika mfumo huu na kuingiza mali zote ambazo zipo katika taasisi husika, kwamba tuweze kuwa na kumbukumbu na tuweze kuzifuatilia kwa ukaribu zaidi hizi mali, kwa sababu mali hupotea, mali bila daftari huwa zinapotea. Na mwisho labda usimamizi wa ubora umechangiaje katika swala la ukuaji wa maendeleo endelevu ya uchumi jumuishi? Umechangiaje? Kwa sababu mali zinatumika katika uzalishaji, mali zinatumika katika shughuli mbalimbali za serikali. Kwa hiyo ili kwamba tuweze kufikia malengo yetu, lazima kwamba tuweze kuzisimamia vema zile mali ambazo zipo, ambazo kama zitakuwa zinapotea, kama tutakuwa kuna taarifa zozote za mali, ina maana kwamba tutakuwa tunakosa takwimu sahihi za mali zetu. Kwa hiyo kwamba matumizi bora ya mali yanaweza kusaidia na yanasaidia sana kuweza kuwezesha serikali kufikia malengo yake na kupunguza potevu pia hasara kwa serikali yetu. Ujumbe wote wa mwisho? Ujumbe kwa wananchi, na wahimiza sana kutembelea katika banda letu la Wizara ya Fedha kwa ajili ya kuweza kupata elimu kuhusiana na usimamizi wa mali za serikali, na pia tunatoa elimu kuhusiana na utoaji wa leseni za uendeshaji wa minada. Pia tunahimiza wananchi waweze kufuatilia katika vyombo mbalimbali vya habari ili kuweza kupata matangazo, kuweza kupata taarifa ni lini tutaendesha minada husika, waweze kushiriki ili waweze kununua mali husika. Katika Dira ya Taifa ya Maendeleo ya mwaka 2050, swala la digital au digitali au teknolojia ndilo linalopewa nafasi kubwa sana, na maendeleo yote duniani hivi sasa yao katika sayansi na teknolojia. Nikiwa katika idara mbalimbali zinazofanya kazi au zinazosimamiwa na Wizara ya Fedha, idara ya management ya mifumo ya kifedha na huduma za tehama pia iko hapa. Atajitambulisha mwenyeji wetu kutuambia imeleta tija gani, na hasa katika jubilei ya miaka 50, lakini matarajio yajayo katika Dira ya Taifa ya Maendeleo. Kwa majina naitwa Charles Maganga, ni afisa tehama mwandamizi Wizara ya Fedha, idara ya mifumo ya kifedha na huduma za ndani za tehama. Idara yetu inasimamia mifumo mbalimbali ya kifedha ambayo inatumika katika taifa hili. Moja, tunasimamia mfumo wa ukusanyaji wa mapato ya serikali ya kikodi na yasiyo ya kikodi unaojulikana kama GPG, maarufu kama control number. Huduma imeanza muda mrefu tangia 2017 mpaka sasa. Tunamshukuru Mungu tumefikia hatua mbalimbali katika kuhakikisha serikali inakusanya mapato na upotevu wa mapato umetoweka. Na mifumo mingine, mfumo wa wasibu ambao unaitwa MUSE, na mifumo mingine mbalimbali ambayo sisi idara yetu inasimamia. Baada ya mafanikio ya matumizi ya mifumo hii, unadhani imeleta tija gani? Tija imekuwepo nyingi. Wakati tunaanza mfumo wa control number 2017, taasisi zilikuwa chache, uelewa ulikuwa mdogo kwa wananchi, hata kwa taasisi mbalimbali za serikali. Lakini tangu tumeanza matumizi ya control number, uelewa umeongezeka, imani kwa wananchi imeongezeka kwamba fedha inayolipwa inaingia serikalini. Licha hivyo, pia kwa sisi ambao tunasimamia, pia tukagundua vitu mbalimbali ambavyo tumeendelea kufanya maboresho. Tuna zao la control number, tumekuja na kitu kinaitwa control number jumuishi. Hiyo control number jumuishi tuligundua baadhi ya taasisi za serikali ambazo zina share makusanyo. Unakuta taasisi A baadhi ya makusanyo anamkusanyia taasisi B au C. Kwa hiyo tukaona kuwa kuna mwingiliano wa maslahi, kwamba huyu taasisi A ikikusanya wakati mwingine kumpa taasisi B au C mpaka wakae wafanye usuluhishi na nini. Kwa hiyo tumekuja na zao la mfumo wa GPG, moja wapo inaitwa control number jumuishi. Hii inamfanya mteja asijihisi kama analipia watu wawili au watatu. Mteja atalipa hiyo pesa na mgawanyo utafanyika huko back end, utafanyika huko nyuma, ambapo kama huyu anastahili shilingi 1 itaenda kwake, shilingi 1, shilingi 2 itaenda kwake, na yule anayestahili shilingi 7 itabaki kwake. Kwa hiyo mwisho wa siku mfumo wa control number umeleta tija kwamba watu wengi ambao wanashare makusanyo au kwa namna moja nyingine kuna mgawanyo wa makusanyo, tumekuja na dawa yao kwamba kwa kutumia control number jumuishi wanakuwa hawagombani tena kwenye mgawanyo wa mapato. Hiyo ni tija moja hapo ambayo tumekuja nayo. Licha hivyo, pia tuko kuna kitu kingine ambacho kinaitwa Universal Billing System, kiko katika hatua ya utengenezaji na majaribio, ambayo kwa wale taasisi ambazo hazina uwezo wa kutengeneza mifumo yake yenyewe, tunatengeneza platform ambayo itamwezesha kila taasisi kuweza kucustomize ile process, kutengeneza mpaka kuifikia bill
Sasa mwisho wa siku hii inabaki kuwa gateway. GPG inabaki kuwa gateway, lakini bili inachakatwaje, kwamba kama ni mwanafunzi chuoni anaanza kwenye hatua gani ya awali, akishakuja atoe nini inafuata mpaka akutane na control number. Kwa tunatengeneza mazingira hayo ambayo tumeona baada ya kufanya study muda mrefu kwamba wenye uwezo wa kutengeneza mifumo yao wapo, lakini si wengi. Lakini taasisi ambazo hazina uwezo, kwa tumeamua kuja na hicho kitu ambacho kitawasaidia taasisi nyingi, na wakati kitaanza tutapeana uelewa, tutawafikia wananchi kwa namna moja au nyingine wataelewa.